Ebana, kwa vipi mwana The Swahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Kwenye pitapita zangu kwenye mtandao wa kijamii nimegongana na ujumbe ambao umechapishwa na mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Sasa hapa Mange Kimambi anawahakikishia Watanzania ya kuwa yuko pamoja nao na wakati huu yuko 100% kwa focus. Anasema kuwa Watanzania msione nimepoa mkadhani nimeacha mapambano. Hapana, kuna kitu kinahitaji my complete 100% focus kwa sasa. Ila soon mtarudi na nguvu mpya na mapambano mapya. Haki lazima ipatikane Tanzania. Sasa hapa Mange Kimambi anasema kuwa haki ni lazima ipatikane katika taifa la Tanzania, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia. Huyu ni mwanadada mwanaharakati ambaye kitovu cha asili yake ni nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wakati huu anapiga mishe zake ughaibuni. Kuna jinsi Mange Kimambi amekuwa mnyamavu zaidi kutokana na ishu nzima ya maandamano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile ile ishu nzima ya wananchi kupata haki. Sasa ndio kwa maana ameamua kupasua mbarika kuwaongelesha Watanzania, kuwaambia ya kuwa wasione ya kuwa amepoa, wakadhani ya kuwa amewacha kupambana ama wanaharakati wake. Anasema kuwa kuna kitu ambacho kinahitaji 100% ya focus yake, na very soon anarudi na nguvu mpya na mapambano mapya, na anawahakikishia Watanzania kuwa ni lazima haki itapatikana katika taifa husika. Kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikifanyika katika taifa husika, ile ishu ya watu kutekwa, watu kubagazwa na kubanangwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, na vile kile ambacho kilitokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 pale ambapo nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliingia kwenye machafuko baada ya uchaguzi, na vile kabla ya uchaguzi, kwa maana vijana waliamua kushiriki kwenye maandamano. Hawa ni vijana ambao waliuawa, walitekwa, walipotezwa na kupigwa na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa baada ya Mange Kimambi kupasua mbarika ama kuvunja ukimya wake na kuhakikisha kuwa haki itapatikana katika taifa husika, kuna wengi ambao wameamua kudondosha comment zao kwenye posti ya Mange. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Team Say, anasema please ukirudi Insta punguza kuweka posti, hasa zile za kuondoa video baada dakika chache. Huwa wana screenshot wanaiweka kama evidence, ufungiwe Insta iwe sehemu ya habari, alafu huku ndiyo mavideo ya Insta. Insta ndiyo makao makuu, bila Insta engagement ndogo sana. Huyu anajulikana kama Salma Athumani, anasema Mungu akulinde dada yetu wa taifa, tuko pamoja mpaka taifa letu tulikomboe kutoka kwa wakoloni weusi. Mwingine hapa anajulikana kama Fam Madawa, anasema kuwa Mungu azidi kukupa kiu na hari ya kupambania taifa letu dada, mabaya yasiwe fungu lako, amesema hivyo. Mwingine hapa anajulikana kama Mimi TZ, anasema kila laheri dada, we miss you I say. David Mfundo anasema kuwa sawa, come over our sister, we are waiting for you. Anasema kuwa sawa, fanya uje dada yetu, tunakusubiri. Mtu wa watu anasema tuna imani na wewe dada Mange Kimambi, hivyo tunajua ukimya wako unakuwa na maana, kuwa naamini tuna imani na wewe siku zote. Violet anasema ala akulinde na kukusimamia dada wa taifa. Atufena anasema uwe na afya njema dada wa taifa, mapambano yaendelee mpaka madhulumati watoke madarakani. Hasta la vista anasema you are BBTT Mohammed of our modern times, keep up the fight and never lose hope. Alafu Erefatu anasema amina dada wa taifa. Van B akasema kila laheri Aunt Mange, we love you and we pray for you. Elizabeth Kweka anasema bless your beautiful heart Mange. Isavinda anasema thank you sister. Mwingine hapa anajulikana kama Stunas, anasema tuko pal 6 but we love you. Alafu Sara Isaac anasema sawa dada yetu,
Mwingine hapa anajulikana kama Anastasi BLVRD anasema tupo pamoja na wewe na tunakuombea. Ashta Shadu Kasambili anasema dada wa taifa, huyo anasherekea. Mbunge wa taifa anasema tuko pamoja dada, ama tuko pamoja sana dada wa taifa. Kwa hiyo ni baadhi tu ya wale ambao wanadondosha comment zao kwenye posti ya mwanadada mpambanaji Mwite Mange Kimambi baada ya kuvunja ukimya wake na kuhakikishia Watanzania kuwa kuna jambo ambalo analifanyia kazi. Anasema kuwa Watanzania msidhani ya kuwa nimenyamaza ama msione nimepoa mkadhani nimeacha mapambano. Hapana, kuna kitu kinahitaji my complete 100% focus kwa sasa, ila soon nitarudi na nguvu mpya na mapambano mapya. Haki lazima itapatikana Tanzania. Kwa hiyo hapo amepeana uhakikisho, anasema kuwa yeye kama mwanaharakati, mwanadada ambaye ni mpambanaji, anarudi kwa moto na radi, na anasema kuwa ni lazima haki itapatikana katika taifa husika. Kwa hiyo utadondosha comment yako hapo chini angalau tupate kujua na jisije kutoka na makala hizi na kile ambacho amekisema mwanadada mpambanaji Mwite Mange Kimambi kuhusu ukimya wake na ile hali ya yeye kurudi kwa moto na radi kuhakikisha kuwa haki imepatikana katika taifa la Tanzania.